Kupoteza katika raundi ya kwanza finali RS Berkane na Simba. Simba alipoteza kwa magoli mawili, lakini haifanyi mashabiki wa Simba washindwe kuzungumza. Niko na miongoni wa shabiki hapa ambaye ni shabiki wa Simba. Nyaje? Kwanza nijitambulishe kwa jina, naitwa Abdul Kasim Obama. Mimi ni mshabiki wa Simba kindakindaki. Wakati jana tunapokea matokeo ya Simba wakati nafungwa goli 2 bila tukio genini, wana Simba matokeo haya hatujayapokea kwa masikitiko makubwa, kwa sababu hii ndio ilikuwa target ya Simba, kwamba tusiruhusu magoli zaidi ya mawili. Na kama tunavyofahamu kwamba Waarabu wanapokutana na Simba nje ya nchi zao huwa hawana uwezo wa kupata matokeo kwa Simba. Iwe game likachezwe Algeria, iwe game lipelekwe South Africa, iwe game lipelekwe hata Ulaya, lakini Simba na Waarabu wakitoka nje ya mataifa yao hawawezi kupata matokeo. Matokeo haya tunafurahia kwa sababu Berkane mechi yao ya mwisho ambayo imewapelekea kupeleka finali walishinda goli 4 kwa udhaifu wa ile timu ambayo haina kiwango kama cha Simba. Lakini leo hii kwa Simba fukutu ngangale wamehangaika kwa mihangaiko yote mpaka wamepata goli 2 tu, ambapo ndipo Simba ambapo ilikuwa target yetu, ili tunapokuja kumaliza mechi ya pili ya finali tuweze kumaliza game hili. Labda tu niseme kwa washabiki wote wa Simba kwamba mara nyingi mpira unakwenda na historia ambayo inatengeneza kuangalia timu ina matokeo gani ugenini na inakuwa na matokeo gani nyumbani. Na hivi Simba ina historia tangia miaka na miaka kwamba inakuwa na matokeo mazuri nyumbani. Kwa hiyo tulijitahidi kwamba tuhakikishe kwamba hatufungwi magoli mengi ili nyumbani tuje tuimalize mechi. Kwa hiyo ndio maana hata kama jana ulifuatilia game la finali kwa awamu ya kwanza, wale washabiki wa Berkane walikuwa hawana furaha baada ya matokeo ya goli 2 tu bila, wakijua kabisa kwamba walishalikosa ili kombe, kwa sababu wanajua mnyama wanaenda kupambana naye kwa raundi ya pili hawawezi kutoboa kwa sababu ya magoli mawili. Sisi wana Simba tumefurahi sana. Sio wana Simba tu, bali Simba wamefurahi kufunga goli 2. Tumefurahi kwa maana uchache wa magoli tuliofungwa yatatufanya sisi tupate matokeo ya kuchukua kombe hili la shirikisho. Na sio hicho tu, bali nadhani ni East Africa nzima yote jana imefurahia na kutengeneza matumaini mapya kwamba kuna uwezekano kombe la shirikisho kwa mara ya kwanza likaingia ndani ya East Africa, kwa sababu ni muda mrefu hatuna hiyo historia. Lakini leo hii Simba nadhani baada ya kutoka mwaka 1994 baada ya kucheza pale kwa Mkapa, tulikuwa tumecheza na timu moja ambayo ilikuwa inaitwa Stella Abidjan, ikiwa inaongozwa na fuadi wake ambaye alitufunga sisi magoli, ambaye alikuwa anaitwa Boris Soso. Tulikosa kuchukua ubingwa, lakini naamini kwa safari hii 93 hiyo 93 yeah. Ninaamini kwa safari hii hatutaweza kufanya makosa. Tutahakikisha kwamba tunakamilisha furaha za wana Afrika Mashariki na Kati, sio wa Tanzania, sio Simba. Wana Afrika Mashariki na Kati ndio timu pekee iliyobakia katika mashindano ya kimataifa. Anawakilisha East Africa. Ndio Simba na sio Tanzania, anawakilisha East Africa na anatupa raha kwa mchezo anaocheza. Gonga achia, gusa achia, tuna imani kabisa kwamba gusa achia hiyo tuna imani. Yani, mimi sipendi niite ubaya ubwela, lakini napenda niite kwamba ubaya ubwele tena, yani uo ubaya tena ubwele tena, na ndani yake kuna furaha na raha zaidi yake. Ni hayo. Okay, baada ya kufunga goli 2, mashabiki wa Simba walikuwa wanaonekana wakishangilia sana ile uone kwamba inaweza kaja kuwaumiza baadaye, kwa maana tayari matumaini yamekuwa ni makubwa sana na mchezo wa pili bado hujachezwa. Washabiki wa Simba ambao wamekwenda kuishuhudia hii mechi kule Morocco wameshangilia, kwa sababu target ya klabu ya Simba na target ya Afrika Mashariki na Kati tusifungwe magoli mengi, kwa sababu wanaamini kwamba watakapokuja katika raundi ya pili hawawezi kukoswa bao 3 au 4, na ndio maana walikuwa wanashangilia. All in all, lolote lile litatokea, lakini kama wana Simba ambao tuko kindakindaki, ambao tunaiamini klabu yetu, klabu ambayo ni klabu ambayo ndio funzo ya kufundisha watu wote kuiga, tunaamini kwamba Simba watafanya vizuri. Kwa hiyo furaha ile imesababishwa na uchache wa magoli ambao tunaamini yote atakuja kurudi. Na imani kubwa sana kwa mashabiki wa Simba, lakini pia Simba yenyewe huwa inapenda sana kutumia uwanja wa nyumbani Benjamin Mkapa. Lakini kuna maneno mengi sana kwamba 90% mpaka sasa hivi uwanja wa New Amani Complex ndio unaweza kutumika katika finali ya pili. Je, kwa upande wako wewe, hii utaipokeaje endapo mechi ikiwa rasmi sasa inachezwa katika New Amani Complex na mashabiki wengi wanajua kwa Mkapa atoki mtu? Kwanza
tusiwatoe hofu wana Simba, kwa sababu safari ambayo imetutoa kuelekea fainali tumekuja kuimalizia uwanja wa Amani, na amani maana yake ni furaha. Na sisi tunasema hivi, kwa sababu huu mchakato bado unaendelea na jibu bado hajatoka, japo umesema ni 90% ya kwamba mchakato huu kuna uwezekano kwamba upelekwe uwanja wa Amani, lakini sisi kama wana Simba kindakindaki tunasema hivi, kwa sababu fainali imetutoa uwanja wa Amani kuelekea fainali, sisi hatuna shaka lolote endapo kama mpira huu utachezewa katika uwanja wa Amani. Sisi matokeo yale yako pale pale, kwa sababu mpira utakochezwa ndio huo na wachezaji wa Simba ambao ni wapambanaji ndio hao na malengo ya Simba Club ndio hiyo na tunaocheza nao ndio wale tunakusudia kwamba kombe lazima libaki. Uko tayari hata ikachezwa New Amani Complex? Uko tayari? Yani mimi nimesema hivi, yani labda hawa hatakitaka labda tukacheza hata KMC. Wapi? Hawawezi kutoboa. Mbona sasa mashabiki wengi na watu mbalimbali ambao wanapenda Simba wanataka sana mechi ipigwe Benjamin Mkapa, lakini kwa nini wewe unataka hata KMC kikapigwe? Kwa sababu kuna vitu viwili. Kwanza kuna kuangalia burudani. Mechi inapopelekwa Zanzibar ina maana kuna washabiki wengi wa Simba ambao watakosa kuishuhudia. Hilo ndio limepelekea baadhi ya watu ambao wanaleta competition, lakini kwa mimi ninachohitaji ni matokeo ambayo mechi hata ikienda kuchezwa mbinguni mwezini, nina imani kabisa klabu ya Simba lazima ichukue ubingwa wa shirikisho. Kwa hiyo unaona Berkane anaweza kapokea ngapi kama Simba tunaonaga katika mechi ambazo Simba anazihitaji? Kwa performance ya klabu ya Simba na umahiri walikuwa nao kwa uzoefu wa mechi za kimataifa, haziwezi kupungua goli 3 mpaka 4, lakini kama itatokea bahati mbaya tutafunga goli 2 peke yake tukaenda kwenye penalty, hakuna mchezaji wetu wa Berkane wa kuweza kumfunga Kamara ambaye tunamuita Spider-Man. Aliyepigwa 2. Lakini wanasema kwamba Simba kapigwa 2. Hampigwa 2 ndio. Kapigwa 2 washindwaje kumfunga kwenye penalty? Bwana una shida. Ndugu yangu nikwambie, Simba akili hawana. Umefungwa ugenini goli 2. Unazungumzia uwanja wa New Amani Complex kwenda kushinda goli 3. Tupe takwimu ambazo zinakufanya ukashinde goli 3 ndani ya New Amani Complex. Asante sana. Kwanza ningependa kusema siku zote ugomvi wa suluhisho la wanandoa, mtu asiyeoa hawezi kuingia kwenye hicho kikao kwa sababu hatajua faida ya ndoa. Yanga mpaka sasa hawana mashindano yote ya kimataifa. Kwa hiyo sidhani kama watakuwa na uelewa tija na kuiweza kuifuatilia Simba kwa makini zaidi na kujua ni nini tunaongelea, kwa sababu wao washatolewa hatua makundi na Simba ndio timu pekee East Africa, narudia tena East Africa, wakiwemo wana Yanga ambao wako ndani ya East Africa. Simba ndio wanawakilisha. Hawa wanatakiwa kombe gani? Shirikisho la Ruza. Sawa, kwa Ulaya tunaita Europa. Sio Ulaya, nisikilize, haya makombe kote ni kubwa, ni kombe la watu waliofeli. Kama na uhakika kwamba kule aliko ni mashindano sahihi, anitajie bingwa aliyetoka ndani ya taifa lake anashiriki ya mashindano. Sawa, unaposema kwamba bingwa, nataja bingwa ambaye anashiriki katika mashindano haya ambaye ametoka katika taifa lake ni Yanga aliyotolewa hatua makundi. Anashiriki shirikisho? Sio shirikisho, keshatolewa hatua makundi. Sema kule mliko mkitaka kujua kwamba nyie ni loser. Mashindano yale yalibadilishwa kanuni baada ya Yanga. Bingwa gani kabaki? Nisikilize, tulia sasa upewe elimu bure. Mashindano yale yakabadilishwa kanuni baada ya Yanga kutoka klabu bingwa kuelekea shirikisho. Alifungwa Al Hilal, anaenda kule. Kwenda kule Mwamba katesti mitambo yake kwamba huku nilikuwa kwa wanaume kweli, nende kwa vilaza huku mpaka finali. Wakati huo Yanga kaenda kwa wanaume kweli. Simba mara ngapi anafika robo finali ambayo ni Champion League? Sawa, ameenda robo finali mara ngapi? Wewe ambaye unajiita umeenda kwa waume umeishia makundi. Na ndio maana tunasema hivi, kama Simba ameweza kufika robo finali kombe la wanaume, ili la kike anashindwaje kuchukua ubingwa? Kwa hiyo unathibitisha kwamba kombe la shirikisho barani Afrika ni kombe la wanaume. Kwa mujibu wa maneno yake yeye kwamba kombe la Champion League ni la wanaume. Kwa hiyo kwa maneno ya mwana Yanga anasema ile analoshiriki Simba ni kombe ambalo si la wanaume. Sasa namwambia kama huyo ambaye kashiriki katika kombe la wanaume kaingia robo finali mara kadhaa, anashindwaje ile la kike? La kike. Umeona anathibitisha kombe la kwa maneno ya kwake sio yangu. Anathibitisha. Sikiliza kwa maneno yake sasa. Sikiliza. Ndani ya shirikisho hakuna bingwa aliyetoka ndani ya taifa lake. Umeelewa? Ni ndo kombe pekee ambao likabadilishwa kanuni baada ya kuona wanaume 8 wanaoshuka kutoka klabu bingwa kuja huku wana uwezo kupoka kombe huku. Simba msimu huu kaferi kuanzia ndani, kenda kumaliza nafasi ya 3 chini ya Azam. Shirikisho anacheza kina nani? Wanawake. Good. Kama mwanamume Ahmed Ali alinukuliwa akisema
bingwa wa shirikisho ni sawasawa na hatua ya makundi klabu bingwa barani Afrika. Leo hii wanataka msemaji wao leo hii wanataka kulinufaisha lile kombe kama kwamba ndio kubwa kuliko barani Afrika, na linaenda kufutwa kwa sababu ya upuzi wa hawa. Haya, tunapoangalia soka hatuwezi kuangalia nukuu za mtu. Hatuwezi kuangalia nukuu za mtu. Ninachotaka mimi kusema, nashukuru kwa wewe mwana Yanga, mwananchi original kindakindaki, mwanachama wa Yanga na mshabiki kindakindaki, kukiri kwamba Champions League ni kombe la wanaume. Na kutamka kwa kauli yako baada ya mara ya kwanza kunaambia mimi ndio nimetamka kwamba kombe la shirikisho ni la kike. Nashukuru kwa kurudia kwamba ni tamko lako wewe. Ninarudia swali langu mimi. Ninarudia swali langu mimi. Kama wanaume hawa walishiriki kombe la wanaume wakafika robo mara kadhaa, wanashindwaje la kike kuchukua? Walishindwa kwa sababu hata mipango ya kwenda kufika hapo robo final tukawapa jina. Hawa ndio wametumaanisha jina la mwaka robo. Uongo kweli? Kweli. Mwaka robo ni nani? Na ndio maana wamepiga kelele sana sasa hivi kuingia finali ya shirikisho huko hakuwahi kushiriki. Walikuwa na kauli moja, nisikukumbusha mtangazaji. Hawa ndio waliokuwa wanatuaminisha kwamba wao wameshiriki finali ya kombe la shirikisho, kitu ambacho sio kweli. 93 hiyo. Tumewakumbusha, tumeuliza swali letu sisi wana Yanga ambao tunajua mpira sasa. Mtamuuliza swali yeye. Kama Simba alishiriki finali ya kombe la shirikisho mwaka 93 na bingwa kawa yule Stella Abidjan, wasikia kutoka Ivory Coast. Mwaka 93 bingwa wa klabu bingwa alikuwa ni Zamalek. Bingwa wa kombe la shirikisho alikuwa ni National. Umeelewa? Ambao Super Cup huwa inachezwa kati ya bingwa wa shirikisho na bingwa wa klabu bingwa. Swali, kama Stella Abidjan ndo alikuwa bingwa wa shirikisho, kwa nini kucheza Super Cup na Zamalek? Umeuliza swali zuri sana. Kwanza kinachotatanisha watu ni namna mabadiliko ya majina. Leo hii ligi kuu zamani ilikuwa ikiitwa ligi ya daraja la kwanza. Na ndivyo hivyo ambapo kipindi kile shirikisho hii ilikuwa ikiitwa kombe la nani, kuna rais mmoja alikuwa anamuita nani, jina kidogo nimesahau. Abiola Gudi. Kwa hiyo Abiola. Kwa hiyo ilikuwa likiitwa kombe la Abiola kwa muundo wa jina la kombe hili. Lakini wakaenda kitaalamu zaidi, wakasema hapana. Ili kombe ni mfumo wa kidunia ambapo Ulaya lipo na mataifa yote. Sasa liitwe kombe la shirikisho. Na wakati huo pia ligi kuu ya Tanzania bara ilikuwa ikiitwa ligi daraja ya kwanza. Sasa sio ligi kuu tena. Ilikuwa ikiitwa ligi daraja ya kwanza. Kwa hiyo hawa kinachowasumbua ni jina, kwamba Abdalla anaitwa Dula. Sisi tunachoamini wana Simba, Abdalla ndio Dula. Kwa hiyo kombe lile 93 na Dula ndio Abdalla. Kwa hiyo kombe lile 93 tuliocheza finali ni kombe la shirikisho ambao Yanga ndio kanaye kabia kafika kacheza. Okay, sawa, leo ni maswali. Anijibu swali niliouliza hajajibu. Kama Stella Abidjan ndio alikuwa bingwa wa kombe la shirikisho aliyoshiriki Simba finali, kwa nini hajacheza Super Cup? Kwa nini Super Cup hakucheza na Zamalek? Super Cup kwa sababu kipindi kile utaratibu mpaka jina unaona limebadilishwa, huo mfumo haukuwepo. Muongo. Super Cup imepigwa mwaka 93. Ahadi na Zamalek. Sawa. Msimu ule nampa elimu ya bure kwa sababu mpira ni wavivu kufuatilia. Wakabadilisha. Nisikilize, makombe alikuwepo haya? Matatu. Na namwambia tena, ili ukashiriki klabu bingwa ilikuwa lazima uwe bingwa wa muungano. Sawa. Namuuliza swali, bingwa wa muungano Tanzania alikuwa nani? Alikuwa Yanga. Alikuwa Yanga. Na mshindi wa pili alikuwa Simba. Sio kweli, ilitoka Zanzibar. Nani? Zimamoto. Zimamoto wanashiriki vipi katika ligi kuu ya Tanzania? Ndio alikuwa alienda kushiriki kombe la shirikisho wakatolewa. Zimamoto wanashiriki vipi? Tulikuwa tunashiriki muungano, lazima bingwa huku na bingwa kule. Tanzania bara unaongea muungano. Kombe la muungano ndio alikuwa anatupeleka klabu bingwa. Hapana. Hutaki sasa basi mtangazaji mimi namwacha. Kwa sababu miaka hiyo Tanzania bara ili upate mwakilishi Champions League ni lazima acheze kombe la muungano. Mtangazaji mimi naomba nimalizie kitu kimoja. Mimi nikiwa kama mwana Simba kindakindaki, ambapo Yanga tunachukulia watani wa jadi. Yanga wanapaswa kufurahia sana na Yanga wanapaswa sana kuipongeza klabu ya Simba kwa sababu moja. Wakati Simba anaanza kucheza mpira kwa viatu, Yanga alikuwa anacheza peku.